Christmas, Yesu anazaliwa, tuimbeni, tusangilieni. Ni wapi imeandikwa? Ni wapi imeandikwa? Wapi imeandikwa? Ndio maana watu wanafuzwa dini za kishetani. Watu wamefungwa macho, watu hawajui, watu wanashirikiana na mapepo bila kujua, because you are ignorant. Maana watu mnapuuza kazi inafanywa kanisani, mnapuuza, mko na macho lakini hamuoni. Yesu akasema, mna masikio lakini hamusikii. Yesu akasema, mnafanya mambo haya yote, mnatekeleza mambo haya yote, lakini mnajifanya hamuoni, mnajifanya hamusikii, mnajifanya hamuelewi. Mnajifanya hamuelewi. Dini, mafunzo ya shetani, mafunzo na mbele ya shetani, uabudu sanamu. Watu wanawekewa simiti kilo 5, inatengenezwa inakuweka mtu pale, mnaambia huyo ni Yesu, mnaanza kusujudu, mnaanza kuiabudu. Watu wanatengenezewa kisanamu pale, wanaambiwa huyo ni Mariamu, watu wanaanza kusujudu. Dini za shetani, dini za mashetani. Ni wapi imeandikwa uende utengeneze sanamu, uende utengeneze hiyo kitu uweze kuinamia? Ni wapi imeandikwa? Kama ni dini ya kweli, kama iko katika neno la Bwana, njoo nionyeshe. Maana mimi nitaenda ninunue simiti gunia 3 nitengeneze Yesu mkubwa. Kama imeandikwa, njoo nionyeshe. Lazima watu wasimame na dini ya kweli, na ambayo ni neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndiyo dini ya kweli. Kufuatilia neno la Mungu ndiyo dini ya kweli, lakini si mafunzo ya wanadamu. Mtu anaenda na keti kwa nyumba yake na bibi yake, anapinga vile, anapaza kwenye wafundisha, anakuja anawaambia, sasa tutajenga kaswimi mpuru. Hapo ndipo tutaanza kupandisha watu kaswimi mpuru. Hapo watu wanaanza kubatiziwa hapo. Ni wapi kulifunzwa? Ni wapi kunyandikwa katika Biblia? Watu wajengewe swimming pool, waende wakabatiziwa huko. Dini za mashetani, mafundisho ya kishetani. Watu lazima waache kupuuza mambo. Mama lazima waache kupuuza mambo. Hawezi kuwa unaenda kila Jumapili, unaenda unaona mambo kanisani, wewe unanyamazanga tu. Unanyamazanga, unasema inaona ni kama kaukweli kako, naona ni kama kuna kauongo, lakini siku moja nitatoka. Sasa Mungu anakuambia uondoke sahi. Wacha huko, wacha polokea madhabahu hiyo. Maana madhabahu hizo zinaabudu shetani, madhabahu za uongo, madhabahu za kishetani. Ondokeni watu wa Mungu. Epeli maana tuko nyakati za hatari. Epeli maana tuko nyakati ambazo ni mbaya. Nyakati za hatari ndizo hizi. Nyakati za hatari ndio haya. Mtu popote unasikia injili, lazima uondoke katika madhabahu ya shetani. Sio watu wanaenda katika Illuminati, madhabahu za Illuminati. Sio watu wanaabudu shetani. Hapana. Wengi hata ambao wanaabudu shetani ni wengi wako makanisani. Wengi wanaenda sanda la kuzama Yesu. Wengi wanaenda kupokea uponyaji. Wengi wanaenda kanisani sababu ya kubarikiwa. Wengi wanaenda kanisani sababu ya kuinuliwa. Wanaenda wakaponyewe ndugu zao. Lakini wote wamejishikilia dini. Wengi wameshika dini za uponyaji tu. Siwezi toka kanisani maana mchungaji huwa anaponya watu. Kuponya sio njia ya uzima. Kuleta ishara na miujiza, hiyo sio njia ya uzima. Jua hii siku ya leo, neno la Bwana ndilo ambalo litabakia, maana ndiyo dini ya kweli. Mengine yote yatakwisha, mengine yote motoni, mengine yote jehanamu, lakini neno la Bwana ndilo ambalo litahukumu. Neno
itasimama kuhukumu wanadamu, kuhukumu wazee, kuhukumu vijana, kuhukumu watoto. Kwa hivyo chunguza maandiko, chunguza maandiko. Chochote unaintrodusiwa katika kanisa, chochote inaletwa kanisani, rudi kwa maandiko, ingia katika maandiko. Hiyo ndio ambayo unaambiwa, ingia katika maandiko. Ndio kama kuna mti ambayo ilikatwa ikawekwa kanisani, watu waanze kuiabudu wakisema Merry Christmas, Merry Christmas, basi ni sawa. Lakini kama neno la Mungu haijasema, kwa nini? Kwa nini ukubalishi? Kwa nini uende ukashikanie na huyo mchungaji? Kwa nini uende ukashikanie na huyo jangili mkae naye kanisani? Kwa nini ufuate mtu ambaye unajua mwisho wake anakuelekeza jehanamu? Kwa nini ushike mkono jangili ambaye unajua ya kwamba huyu mtu mwisho wake ananielekeza motoni? Utapuuza mpaka lini? Utapuuza mpaka siku gani? Ni hadi lini utakaa mahali pale? Ni hadi lini utazidi kufundisha mafunzo ya mashetani? Ni hadi lini utakulisha nyoka na paka? Watu wanakula manyoka kanisani wakisema bado iko katika Biblia. Biblia wapi? Watu wanakula mapanya ati mapepo zitoke. Imeandikwa wapi watu walikula mapanya? Imeandikwa wapi? Mafunzo ya mashetani imeingia kanisani. Watu wanamwagiliwa spiriti kwa mdomo ati mapepo inaondolewa. Wao wanapuliziwa mapepo zitoke. Wapi ulisikia pepo zilitolewa? Na spray. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Maana nyinyi ndio ambaye mnatubia kwa hiyo madhabahu. Nakimbia kwa sijui mchungaji mgani huyo anaweka spray kwa mdomo. Nakimbia sijui kwa mchungaji mgani anaoshaga miguu mapepo inalepa. Nakimbia kwa mchungaji mgani sijui anaitishaga pingu moto inateremka. Ni wapi imeandikwa? Chunguza maandiko, chunguza maandiko. Maana watu wengi ruai na neno sababu ya watu waroi. Watu wengi wamekataa kubeba Biblia, wamekataa kusoma neno la Mungu, wanataka wasomewe. Watu wanataka wasomewe wenyewe, hawa hawataki kujisomea. Watu wanataka wasomewe. Wewe mara ya mwisho kushika Biblia kusoma ni lini? Mchungaji wako alisoma neno la Mungu lini? Ama anaingia kanisani kama ameanza kusema ni tabiri, kae profesai, kae profesai, Sunday inaisha hivyo. Ni lini? Mpaka lini wewe mtu wa Mungu wewe? Ni mpaka lini utaishi kudanganywa? Ni mpaka lini wewe utaishi kuangamizwa? Maana wewe unauliwa kila siku, unauliwa kila saa. Ni mpaka lini? Ni hadi lini utazishikilia dini? Dini iko kila mahali. Dini iko katika makabila. Wewe unafunza dini na mafunzo ya wanadamu. Sijui familia yetu, sijui tunatoanga mbuzi kila mwaka ili watu waache kukufa. Sijui tunatoa mbuzi kila mwaka, sijui tusamehewe dhambi. Mafunzo ya wanadamu, mafunzo ya wanadamu. Ni wapi imeandikwa uende ukachinja mbuzi kila mwaka? Ni wapi imeandikwa watu waende katika milima wakaombe wakichinja mambuzi huko? Ni wapi imeandikwa? Mafunzo ya wanadamu. Wapi imeandikwa ati ili laana ikuondokee lazima uchinje mbuzi? Wapi imeandikwa? Mafunzo ya wanadamu, mafunzo ya mashetani, mafunzo ambayo yuko katika neno la Mungu. Maana Bwana haendi kinyume na neno lake, na ndio maana anasema dini ya kweli, dini ambayo inafaa, dini ya kweli inafaa
hii, mimi nitafuata hiyo. Lakini si ya kukaa unakuja na tu vitabu unaniambia sijui fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Hapana, hapana, hiyo nimekataa. Hata niambia niende kwa soko nikanunua kifagio, ukuja ipake mafuta niende nikafagia mapepo kwangu, hiyo ni uongo. Sitakubali, sitakubali. Maana hiyo mafunzo yuko katika neno la Mungu. Hiyo mafunzo ni ya wanadamu. Mzee akashikana na mzee mwingine, wakaambiana tuanzishe kanisa, tuanze kukulia watu, tuanze kuwatapeli watu. Kama jambo haliko katika neno la Mungu, kama jambo haliko katika neno la Mungu, potelea, potelea. Hata mchungaji akikuja na hubiri neno la Mungu, toroka sana, maana kila kitu inafaa ikuwe katika neno la Mungu. Jambo lolote unafanya linafaa liwe katika neno lake Mungu, maana hii kitabu, hili neno ni pumzi yake Mungu, na hii ndio ambayo Mungu anaitii. Mungu hatii mwanadamu yeyote, Mungu anatii neno lake. Mungu anatii neno lake. Kila ujumbe ambao anapeana kutoka katika neno lake, anapeana kutoka neno lake. Iwe ni unabii, iwe ni nini, lazima itoke katika neno lake, maana Mungu anatii neno lake, wala hatii mwanadamu yeyote, hatii yeyote. Sikiza mtu wa Mungu venye neno la Bwana linasema katika kitabu cha Timotheo wa pili, inasema namna hii. Inasema hivi, 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Sikia, all scripture, all scripture, all scripture, every word that comes from God, every scripture is given by inspiration of God. Kila neno inatoka kwake Mungu. Neno lote tunasoma inatoka kwake Mungu. Sikiza, na anasema hivi, anasema it is profitable for doctrine. Sikia mtu wa Mungu, neno la Mungu ndilo ambalo linafaa katika mafunzo ya dini. Neno la Mungu ndilo ambalo linafaa katika kukufunza wewe njia zake Mungu. Dini ya kweli iko katika maandiko yake Bwana. Dini ya kweli iko katika msalaba. Dini ya kweli iko hapo katika neno lake, wala hakuna dini ingine ya kweli. Hakuna dini ya kweli mbingu na duniani. Hakuna dini ambayo ya kweli isipokuwa ile inatoka katika neno la Mungu. Kwa hivyo kama uko katika dini na ambayo haitii neno la Bwana, haisomi neno la Mungu, haifuatilii neno la Mungu, potelea, potelea, potelea wewe, potelea, potelea hizo vikundi chafu chafu. Hiyo ambayo inawafunza mambo machafu, hiyo ambayo inawaambia turudi mambo na traditionalism, inasema twende tukachinja mambuzi na mang'ombe. Potelea hizo dini, potelea hizo dini, maana ziko katika neno la Mungu. Neno la Bwana linasema kila neno linatoka kinywani mwake Mungu. It is inspiration from God and it is profitable to teach every doctrine. It is profitable for reproof. Ni neno ambalo linakemea, ni neno ambalo linasomesha dini, ni neno ambalo ni kuu zaidi. Kwa hivyo mtu wa Mungu, hakuna pengine popote, hakuna pengine mafunzo ya kuambiwa kila biashara inafaa, kila biashara inafaa. Mungu anaangalia moyo wako. Hayo ni mafunzo ya wanadamu, maana sio kila biashara yote inafurahisha Mungu. Sio kila biashara inafurahisha Mungu. Kama mchungaji wako hakuambii, mimi nitakwambia siku ya leo. Hawezi kuwa unauza mavazi ya kikahaba, hawezi kuwa unauzia makahaba mavazi ati unasema Mungu anafurahia
hiyo kazi yako. Haiwezekani hiyo, haiwezekani. Mungu afurahii kila kazi. Hawezi kuwa wewe kazi yako ni wizi. Hawezi kuwa wewe kazi yako ni kuuza bangi na useme ati Mungu anafurahia kazi yako. Haiwezi kuwa tu wewe kazi yako ni kuuzia watu miraa na unasema ati hiyo kazi inafaa. Sio kazi yote inafurahisha Mungu. Sio kazi yote inamtukuza Jehova. Sio kazi yote inamfurahisha. Lazima uchunguze kazi ambayo unafanya. Ndio maana ninakwambia mafunzo ambayo unafunzwa lazima uyachunguze zaidi. Kama mchungaji wako hakwambii, kama hakwambii kuvalia mavazi chafu, mavazi mabaya, kama hakwambii, huyo anakufunza mafunzo mabaya sana. Huyo hana haja na mfuko wako, huyo hana haja na moyo wako. Kama mchungaji hakwambii kuvuta sigara ni mbaya, muondokee, muepe. Kama mtumishi hakwambii masengenyo ni mbaya, toroka huyo mtumishi, pepea yeye. Maana neno limesema ya kwamba the word of God is profitable to reproof. Lazima ikemee, lazima neno la Mungu ikemee kila dhambi, ikemee kila uovu, ikemee kila dini, ikemee. Hiyo ndio neno la Mungu. Lazima ikemee dhambi zote, ikemee ile maovu ambayo unafanya katika siri, ikemee kila dhambi ambayo unatenda popote uonekane. Lazima ikemee hiyo dini ambayo unafuata wewe, hiyo dini unafuata kisirisiri, hiyo dini unaenda katika tunyumba ati umeenda kuombewa uto tunyumba na ambapo unaendaga kwa huduma. Lazima neno la Mungu ikemee. Lakini haiwezekani kuanzia mwaka mpaka Januari, mwaka inaisha, mwaka mzima mchungaji wako hakemei dhambi. Anaingia kanisani anakwambia tu akutabirie, anaingia tu kanisani anakwambia panda mbegu. Kwani hiyo ni mchungaji mgani? Huyo mchungaji nani amemtuma? Hata unafaa muulize siku moja, wewe nani amekutuma? Maana kila ambacho ninajua, mchungaji yote ameshika neno la Mungu lazima akemee dhambi. Kabla nikwambia utabarikiwa, lazima nikemee dhambi kwanza. Siwezi kukwambia utabarikiwa na mimi ninaona uko na dhambi. Hapana. Siwezi kukuhubiria utainuliwa na ninaona uko na maovu. Siwezi kuja kuombea kazi yako ya ukahaba ati ubarikiwe. Uongo. Ruai, nina neno pamoja nanyi. Hawezi kuwa na kaa katika ndoa ambao ni lesbianism na gayism, na unakuja kuniambia kuja utubarikisha nyumba yetu, kuja ubarikisha familia yetu. Siwezi. Lazima niwakemee, lazima niwaambie matendo ni machafu machoni mwake Mungu. Lazima nikwambie kwanza. Inahuzunisha unaposikia makahaba wanasema tunaenda kanisani kila Jumapili. Ni kanisa gani hiyo wanaenda na wanatoa sadaka na wanatoa tithe, na huyo mchungaji huwa wakemei, huwa anawabarikisha? Kanisa gani hiyo? Madhabahu gani hiyo? Hiyo ambayo ikwambii ukahaba ni mbaya. Madhabahu gani hiyo? Hiyo ikwambii uvutaji sigara, uvutaji bangi, unywaji wa pombe ni mbaya. Kwa nini yakwambii? Kwa nini hiyo mchungaji yakwambii wacha matendo maovu utaenda jehanamu? Kwa nini yakwambii? Kwa nini wakuje wakubarishe watu wakuje na marasta, wanaume waingie na marasta kanisani na hawaambiwi? Kwa nini hawaambiwi? Kwa nini hawaambiwi? Wachungaji ni wachungaji wagani hawa ambao wanakubalisha hawa vijana wakuja na marasta na madredo kanisani na hawaambii ya kwamba marasta ni baya?
Nani hao? Kama sio majangili ni akina nani? Kama sio wezi ni akina nani? Kama si matapeli ni akina nani? Nani anakubalisha kanisa kuingiwa na makofia wanaume? Nani anakubalisha hiyo? Kama watu hawana haja tu na mifuko yako, kila na ambacho kiko katika mfuko wako, hiyo ndio na ambayo wanataka. Ndio maana hawatawahi kukuambia dhambi ni mbaya, ndio maana hawatawahi wakemea, ndio maana hawatawahi kemea dhambi katika mioyo yenu, sababu wana haja na fedha zenu, wana haja na kile ambacho mko nacho, wana haja na mashamba zenu, wana haja na magari zenu. Na wewe toroka kama unataka kumwona Mungu. Hepa, kimbia, maana hawa ni mbwa mwitu na ambao wanataka kushika kondoo na kumlalua na kumumaliza. Huyo ambaye akemei dhambi, huyo anataka kushika kondoo na kumlalua. Huyo anataka kushika tu kondoo na kumlalua. Lazima uchunguze maandiko, lazima ujielewe, lazima ujijue, maana madhabahu zimeharibika, makanisa imeharibika. Sio kila kanisa inaelekeza watu ufalme wa Mungu, sio kila kanisa inafanya watu wane Mungu. Wengi nao watasema Bwana Bwana tulitabiri, Bwana Bwana tulifanya ishara na miujiza, tuliitisha mitetemeko ya ardhi. Bwana Bwana tulisema korona ikuje na ikakuja kwa jina lako. Wengi watasema Bwana Bwana tulitabiria vipofu wakafunguka macho. Wengi neno la Bwana linasema ya kwamba wengi mene wengi watasema Bwana tulifanya hii, Bwana tulitenda hii, Bwana tulifanya hii. Lakini Yesu atawaambia endeni siwajui, endeni siwajui. Wataishi kusema si Bwana nilikuwa ninapanda mbegu, Bwana si nilikuwa ninatai, si nilikuwa ninatoa sadaka mnono. Yesu atakwambia enda sikujui, maana ile madhabahu ulikuwa mimi sikuwa naitambua. Ile madhabahu ilikuwa ya Shetani. Iko haja gani mtu wa Mungu uishi kujidanganya? Uko na haja gani uishi kukaa kanisani, uishi kufurahia, uishi kupanda mbegu, uishi kusherehekea, uishi kwenda pati kanisani, alafu mwisho wako uelekezwe motoni? Yesu akwambia mimi sikujui. Lilia moyo wako, lilia uhai wako, kimbia sababu ya moyo wako, maana jehanamu kuna moto, jehanamu kuna kilio, jehanamu watu wanasala meno. Lilia moyo wako. Ndio maana unaona Lazaro ni yeye ateseke dunia, na yeye ufalme wa Mungu aishi maisha mazuri. Iko haja gani mama uishi katika biashara yako, unaamka saa 12 asubuhi, unaamka saa 10 asubuhi, alafu Jumapili ifike wewe huyo kwa madhabahu ya wanadamu, uende ukapeleke pesa zako zote huko. Hauonangi kufanikiwa, hauonangi maisha yako kubadilika, maisha utakatifu hauna. Ndio kula kwa wachawi unaweza pewa pesa, maana wachawi wako kanisani. Utaenda na wakupe pesa, utaenda na wabarikishe kazi yako, lakini maisha yako ya utakatifu hamna kamwe. Maisha uhaki, Mungu akiangalia uhaki ndani yako, akipima uhaki, hao ni uhaki, hao ni Mungu akikupimia uhaki, anaona wewe hauna uhaki kamwe. Anaona wewe ulikuwa umeteseka, anaona wewe ulikuwa mtu ambaye umekufa katika dhambi.
Ni wakati wa kuamka. Wakorintho wa kwanza 15:33 neno la Bwana linasema awake to righteousness, amuka kwenye haki, amka usimame katika haki. Inaendelea na kusema and sin not, sin not. Amuka katika haki, amuka sasa, maana umekuwa katika usingizi, umekuwa hujui mambo ambayo tunakuhubiria, umekuwa hauyaelewi, umekuwa ukifanya kazi bila kujua. Mchungaji hajawahi kukuambia, lakini siku ya leo tumekuambia amka sasa, fanya tendo. Wacha kusema na mdomo, wacha kujikundana na mdomo. Oh, nitatoka. Oh, hii mambo naonanga huku. Oh, si mzuri, nitatoka siku moja. Siku imefika, toka sasa. Kata kamba, kata kamba, ondokea sasa. Kata kauli ambayo ni ya mwisho, kata kauli ambayo ni ya kweli. Useme umeondokea. Wacha kuwa huruma na mbwa mwitu, wacha kuwa huruma na mbwa mwitu. Yeye ako hapo kuangamize, yeye ako hapo kumalize, yeye ako hapo kuue. Wacha huruma na yeye, wacha huruma na yeye. Yeye hana huruma na wewe, hana huruma kamwe, hana huruma. Hepa, hepa, kimbilia moyo wako. Neno la Bwana linasema kazi yake shetani ni kuiba, kuangamiza, kuua. Sasa uniambia ni huruma gani shetani yako nayo kwako? Hawa mapweha, hawa mbwa mwitu, ni huruma gani wako nayo kwako? Hawana huruma kamwe. Basi wacha kuwa huruma nao. Hepa maisha yako, kimbilia maisha yako, kimbilia maisha yako. Mtu ana huruma kama wewe unaipanga school fees. Mtu ana huruma kama wewe, kama wewe unaishi maisha ya upweke. Kazi yako wewe kwake ni kutoa, lakini maisha yako haibadiliki. Maisha ya kiroho haubadiliki kamwe. Hakuna utakatifu, hakuna uhaki. Wewe ndio huyo unaishi na miniskirt, wewe ndio huyo mavazi ya wanaume, wewe ndio huyo bado unavuta bangi, bado unavuta sigara, haubadiliki maisha. Oh, hepa sasa, hepa. Wacha kuangalia hizo cheo wamekupa, ondokea. Hizo cheo zisiwe vizuizi. Walikupa cheo ili waishi kukufunga, walikupa cheo ili waishi kushika maisha yako, walikufanya mkubwa wa youth ili uishi pale, waishi wakikutesa. Walikufanya deacon, walikufanya pastor ili waishi kukutesa wewe, ili waishi kukushika. Oh, mtu wa Mungu, wewe maisha yako, kimbilia maisha yako. Ingekuwa ni mimi wewe, alikukimbilia maisha yangu, ningekata kamba. Hata sisi hatukuwa wazuri, ni kamba tulikata minyororo. Wengine wetu tulikuwa tumefanya wakubwa wa ushirika, tulikuwa tumefanya wakubwa wa machairman makanisani, madhabahu za mashetani, madhabahu za wanadamu. Tulikuwa tumefanya wachungaji, tulikuwa tumefanya mapasta, tulikuwa tunaitwa wainjilisti, lakini tulikata kamba wakati tulijua anataka kutumaliza. Kata kamba sasa. Wacha kuangalia cheo, wacha kuangalia cheo. Utaishi hapo mpaka lini? Na utakufa wewe tu motoni. Kata kamba, ondoka katika hizo dini, amuka katika uhaki, amuka katika uhaki. Wengi wanaabudu katika manyumba zao, maana wamekata kamba, wamekata kauli, wamesema ya kwamba hawataki kuabudu mashetani tena. Sasa wewe utaishi kuinamilia sanamu mpaka lini? Utaishi kuinamilia nabii mpaka lini? Oh, hatuna nabii mwingine. Oh, nabii ni mmoja. Oh, sauti ni moja. Kata kamba sasa. Useme utaki kujua. Oh, ufuate neno. Useme neno la Bwana linasema Mungu ako na manabii wengine, si vile mwanadamu alinifunza. Kata kamba.
ukubali matokeo baadaye, ukate kamba. Si mafunzo ya wanadamu, si kufuatilia mafunzo ya wanadamu. Wewe unasimama na neno, unasimama na neno, unashikilia neno, unashikilia Injili vile ambavyo inafaa. Wacha wakutishie, wacha wakwambie magonjwa itakufuata, wacha wakwambie utakuwa mwenda wazimu, lakini wewe ujua umekata kamba, wewe umesimama vile ambavyo inafaa. Hata kama ni kukufa, wacha tukufe kama tunajua ukweli, wacha tukufe kama tumesimama katika ukweli. Lakini hakuna kitu mbaya kama niishi katika dini za uongo alafu nikufia huko. Hata mkikuja muniombee, sitafufuka, sitatubu, sitakuwa na wakati mwingine. Lakini juu nimejua ukweli, wacha nisimame katika ukweli, wacha nisimame katika haki, nisimamia hiyo. Hiyo ndio watume walisimamia, wakasimamia ukweli. Wengi wao walikuwa Mafarisayo, walikuwa wanafuata Mafarisayo, walikuwa wanafuata dini zao, lakini walifika mahali wakakata kamba, wakasema hatutafuata Mafarisayo tena, wakasema hatutafuata mafundisho ya mashetani, wakakubali matokeo na wakasimama imara. Mtu wa Mungu, Bwana anataka ukate kamba siku ya leo, uweze kuachana dini, uweze kuondokea mafunzo ya mashetani, uweze kuondokea mafunzo ya wanadamu. Mungu akuokoe, Mungu akufanye kitu kipya, uweze kuona ufalme wa Mungu, uweze kuingia ufalme wa Mungu. Maana hakuna shortcut. Wachana na shortcut, hakuna. Ufalme wa Mungu hauna shortcut. Inakaa hii barabara ya Kangundo, hakuna shortcut. Ukishika safari hapa mpaka Kangundo direct, hakuna shortcut. Hivyo ndivyo ufalme wa Mungu inakaa. Hakuna shortcut mahali, hakuna tujato mkato huku. Hakuna. Mtu ukitauri wapara Joska, munasimama, munalala hapo mpaka hiyo mtu aiweze kuisha ndio muvuke muende. Otherwise, hakuna shortcut. Hakuna daraja ingine, labda usumbuke tena Machakos. Sasa hivyo ndivyo ufalme wa Mungu inakaa. Hakuna njia ingine. Njia ya kuona ufalme wa Mungu ni moja, njia ambayo ni ya kweli, kusimama na ukweli. Kama kuna vita, kama mito imejaa, unasimama pale, Mungu anakupigania, anakuvukisha, unaendelea na safari. Sasa ukiishi kuomba hata nipitapo katika mabonde ya mauti, unapita katika mabonde ya mauti na wewe umesimama katika uongo, utapitaje mabonde za mauti kama uko katika dini za mashetani? Lazima usimame na ukweli, lazima utetee Injili. Wao wanamfuata Yesu, lazima watetee Injili yake, maana aliishi kuhubiri Injili ya kweli. Mitume na manabii wakahubiri Injili ya kweli. Hata wewe mtu wa Mungu lazima usimame na ukweli. Haijalishi uko namna gani, haijalishi uko vipi, bora usimame katika ukweli. Waislamu wanaokolewa, wewe ni nani? Wewe ulifunzwa Sunday school, wewe ni nani? Kazi yako ni kuishi kusema ninaenda katika hii dini sababu wazazi wangu walikuwa huko. Unajua mababu zangu walikuwa naabudu hapa, sasa mimi ninaishi hapa. Walikuwa naabudu sanamu, sasa hata mimi nitaishi kuabudu sanamu. Wewe utapiga goti lako mbele zake Mungu peke yako. Hautasema nilikuwa nafuata dini za baba yangu, hautasema nilikuwa nafuata mama yangu. Mama yako atapiga magoti yake mbele za Mungu peke yake. Bwana yako atapiga magoti yake mbele za Mungu peke yake. Na wewe utapiga magoti yako mbele zake Mungu peke yako. Wewe peke yako, na ulimi wako utakiri Yesu ni Bwana. Wakati wa kutubu na kusimama katika haki ni huu. Wakati wa kutubu na kusimama kwa utakatifu ni huu. Wala hakuna wakati mwingine. Neema ndio hii tumepewa. Neema ya kushinda shetani, neema ya kumpinga shetani.
neema ya kusimama imara. Neno ndio inasema ya kwamba mpingeni shetani naye atawapotelea. Mpingeni shetani naye atawapotelea. Mkikimbia, mkimpinga shetani, mkimpinga dini za uongo, shetani atawapotelea. Lakini siku ya leo mkikataa kumpinga shetani, yeye atawakaribia karibu, atawafunza mafunzo ya mashetani. Mtakula manguruwe zimekufa, mtakula panya na nyoka, na mkufe na mwende jehanamu. Kwa hivyo mpingeni shetani mapema, ni mapema. Pinga shetani wakati uko na neema, maana siku yaja, siku ya kafyu inakuja, kafyu ya neno. Wakati utasikia hakuna kushika Biblia tena Kenya, Biblia hautabeba tena. Iko siku yaja, siku yaja utasikia hakuna kuhubiri tena kwa street, hakuna kuhubiri tena makanisani. Siku inakuja. Kwa hivyo mtu wa Mungu, saa hii tu umepewa neema, usikie Injili, weza kusimama imara. Simama katika Injili ya kweli, simama katika Injili ya haki na utakatifu, na Bwana atakuokoa na Bwana atakuongoza katika jina la Yesu. Wacha nikaombe na ili niweze kukaribisha mwingine, maana tuko wengi. Tutakapomalizia hapa, kuna ushuhuda ambao ni mkuu zaidi. Kuna ushuhuda kutoka mji wa Ruai, ili mjue hatukukuja bure. Tukiwaambia hatukukuja bure, hatukukuja bure. Tukimalizia, kuna ushuhuda mahali hapa.